Mpira unapokuja mpira umejiandaa na usicheze, maana yake unashuka mood yako inakuwa inapungua. Lakini kusana mashabiki, kwanza tutapenda kuomba radhi kwa kuto kuja kuona burudani ambao wenyewe wameitegemea, na ni kweli tumetumia nguvu kubwa mpaka tukapata mashabiki kama mnavyowaona wamekuja kutusupport, wametoka mjini kuja kutusupport, kuja kuangalia burudani, kwa sababu katika timu ambazo katika haya mashindano timu nzuri na bora moja ni timu ya ZDM. Kwa hiyo watu wamejua kuja kuangalia burudani, lakini wameikosa burudani. Hata ukiangalia mwanzo kwenye kiwanja, mashabiki wa mtaa wa vijijini hapa wengi walikuwa wanapenda kuona hicho kitu. Lakini bahati mbaya tutaomba radhi, lakini na imani kwa mashabiki wa timu hawatovunjika moyo, na mechi inofuatia mbele watakuja tena zaidi ya hivyo mlivyowaona. Hii bana ni maamuzi haya ya rufaa ambayo yalitoka kutoka kwa kamati. Nadhani hii, alafu huku mwisho ndo kuna sign hizi zote hizi kutoka ZFF hawa. Hii ni kamati ya rufaa. Kwa niaba ya wachezaji wenzake, kapteni wa timu ya ZDM amesema wao kama wachezaji wamevunjika moyo kwa kuzingatia walijiandaa kwa muda mrefu kwa ajili ya kuhakikisha wanaondoka na ushindi. Kama wachezaji ari ilikuwepo kubwa, kwa sababu inapofikia hatua kama hii ya robo finali na mchezaji unakuwa unajitayarisha kivingine, kwa sababu nyuma kulikuwa tunacheza makundi, maana yake unajua kwamba nikipoteza mchezo mmoja nitarekebisha mchezo mwingine, lakini hatua kama hii inakuwa na mchezo mmoja, aidha ushinde ama upoteze. Kwa hiyo ile ari yetu, morali yetu ambayo tumekuja nayo, kiukweli tumerudi nyuma, kwa sababu baada ya kufika hapa tunakuta vitu ambavyo havieleweki. Tunakuta kwamba uwanjani timu zinakuja 3, wao wenyewe wenye ligi wanashindwa manake kuongoza nani atacheza nani hachezi, hatuelewi. Na kulingana na taratibu na sheria manake zinaturuhusu sisi na zinatutaka kwamba tucheze mchezo huu. Kwa kutoka kwa wasimamizi wakuu, wito wangu kwa wahusika ni kwamba haya mashindano wao wanajaribu kuyaendesha kikanuni, kwa sababu kama muhusika muendeshaji wa ligi anaanza kuvunja yeye kanuni, manake hataona tabu manake kwa timu yote kuvunja kanuni. Kama wanaamua kupeleka bwana sheria ziwe hizi, basi na timu 3 zimekutana uwanjani kwa ajili ya robo finali, ikiwemo timu ya ZDM, timu ya ZSSF na timu ya Zeko, huku ikilalamikiwa timu ya Zeko ilishaondolewa kwenye mashindano hayo, na hadi tunaondoka viwanjani hapo tumekosa mashirikiano kwa uongozi wa kamati ya mashindano na wasemaji wa timu nyingine. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.